Members of the Fourth Estate, welcome to this meeting. This is a meeting organized by the ODM Youth League in consultation with the party leadership of the ODM, and we had invited party organs who came to address us. We have the election board represented by Commissioner Richard Tyro. We also had the membership department or directorate represented by the two individuals who are here, Ronnie. And the meeting has resolved the following: that one, we unconditionally supported or unconditionally supporting the bid of our party leader, Raila Amolo Odinga, to become the next president of this country. We shall be unpacking right from here to our mashinani to mobilize our members to register as voters, those who have not yet enlisted themselves as voters, and as well as enlist them or register them as party members. ODM being the most popular and democratic party, the election board of the party has taken through our candidates or our aspirants drawn from Embakasi East, Embakasi West, and Embakasi Central on what is required of them, so that we start the journey smoothly. The election board has also announced that their primaries, the party primaries, is going to be staggered, and it will be starting from February. Those who will participate as voters must be registered as party members. We want to appeal to our young men and women that they should avoid violence, and they should not allow themselves to be used by anyone to create havoc and violence in this country. We also want to warn the warmongers and politicians who engage in hate speech and incite youth to engage in violence, like what happened recently in some parts of the country, that we put them on notice, and we want to urge the government to take speed action on such individuals. They already know, and we want the government to take actions very seriously. We have a nation to guard, we have lives to guard, and therefore no one has the monopoly of war. No one should destroy somebody's or someone's property in the name of election or in the name of defending whoever they were defending. We also want to say that as young people of this party and of this, we are going out to mobilize our population, at least to ensure that come next year election, 8th of August, 60% of young people in this country will vote for Raila Odinga. We are saying that Baba knows what the youth of this country want. He knows the kind of environment he is going to create for the young people, so that they get they get into our dream, the larger national dream, that plenty will be found within our borders. Ya mwisho tunasema kama vijana, sisi hatutainamia mtu na hakuna mtu anafaa kutuinamia sisi. We are not bottoming
up for anyone, neither will anyone bottom on us. Mulisikia jana, kuna kitu munasikia, eti kuna 1 million inaekwa, sujui kwa what kind of a circle. We are not, as young people, we don't entertain such circles. We are dignified people, we have families, we have brothers, we have sisters, and we want every young person to live in a dignified life. Asanteni, Mungu awabariki. Hiyo si nimemaliza? Kuna kuongeza? We can give you one airtime. Matash, kuja upige kidogo. Vijana, kwanza ningependa kushukuru Ketora kwa hii mambo ambayo umeleta hapa. This capital city inataka energy zaidi na zaidi. Na tukitoka hapa kwa mkutano za hoteli, tunataka tuingie ground. Tukaze kamba, tupeleke baba State House. Si ndio? Kitu ningependa kusema election board, kuna watu wanakujanga masaa ingine wanakuja na pesa kwa gunia. Hiyo sisi hatutakubali. Tunafanyia Raila kazi usiku na mchana. Na hiyo lazima mconsider mkiwa mmekaa chini. Iwezi kuwa mtu sasa anafanya kazi mahali, anapanga pesa, akikuja anapata kijana amesimama, alafu anataka mpige na pesa. Hiyo sisi hatutakubali. Na baba amesema serikali ya 2022 ni serikali ya vijana. Na sisi tuko tayari kupeleka baba State House. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Sisi tunasema baba ni mzae wetu, anakuchukua kiti ya juu. Tumewachia wazae kiti ya governor na deputy governor. Tumewachia wazae senator. Lakini hapa kwa MP na MCA wawachie vijana. Sawa sawa. Hapa kwa MCA na MP hiyo ni kiti ya vijana, tuheshimiane. Ya mwisho ningependa kusema kwa media. Sisi tunasikia watu wengine huko sijui Kitui ama wapi wanaongea nonsense. Wamechanganyikiwa. Ukiambia utekea sex workers 1 million kwa account, those are nonsense. Sema vile utasaidia wa social workers wawache kuuza hizo vitu kwa barabara. Siku tuambia utawawekea 1 million. Antanga they are confused element. Nataka tuwaambie na tumewapatia onyo hii Nairobi. Tumewapatia mwisho, watu watanga ni Disemba kwenyu. Tutakanyagana hii Nairobi. Sawa sawa? Kwa hivyo vijana lazima tukaze kamba. Na mimi nataka niambie election board, hii mambo ya kukata life member imeleta changamoto sana kwa vijana. 20,000 ni noma vijana kupata bana. Ndio unaona watu wengine wanasema wanasimama hapa, lakini wanapiga mahesabu yao waingii. Watanunua sukuma ama utakata life member. Kwa hivyo Ketora president, lazima upelekee baba hii maneno. Hapo kwa mambo ya kusimama ya MCA 50,000, hapo iko sawa. Hapa hatuna maneno, hiyo imepangwa sawa sawa. Lakini hapa kwa life member lazima muangalie. Ingine ni mambo ya registration. Usiseme wewe ni aspirant my friend na umekaa kwako unapapasa bibi yako. Lazima utoke nje. Utafute kura my friend. Tupeleke baba State House na pia uingie MCA ama MP. Usikae tu kwa nyumba yako. Ya mwisho kabisa, watu watangatanga my friend wametuchokesha. Juzi Juneta aliongea tu kitu ya jokes, wanachukua ni serious. Kuna mama fulani alikuwa anasema ati Wajaluo walipi nyumba. Ati Wajaluo walipi nyumba. Hiyo ni kuongea namna gani? Juzi Oscar Sudi anasema serikali ni ya wakora. Mbona waongei mambo ya Oscar Sudi? Mbona waongei mambo ya ule mama? Kwa hivyo sisi hatupendi nonsense. Na baba lazima aingie Ikulu, wapende wasipende. Sasa niwaulize, kama Eugene Wamalwa wameamua baba anaingia status, who are you? Kama huyu jamaa wa corona huyu anaitwa nani, Mutai Kagwe, amesema baba ndani, who are you? Kama Matiang'i, mzee Mnyama amesema baba anaingia status, who are you? Kama Morathe amesema baba anaingia status, who are you? Kama Maina Kamanda wale watu walikuwa nakanyaga baba shingo, wamesema baba akia Mungu kunywa chai Ikulu, who are you? Na ya mwisho kabisa, wale maaspirant ambaye wanasimama wabunge, nimeona udhisa hapa. Wateni niwaambie, hakuna kudadia koti ya baba this time round. Hiyo tusikizane kwa makini. Wewe enda ground, wewe fanya kazi yako. Na kwa wale wabunge ambao wamekaa kwa viti na umefanya nonsense in 10 years, you don't have chance to lead. You don't have chance to lead. Na tunaenda kuangalia track record. Hapa Embakasi East without fear. Huyo kijana ambaye yako hapa amefanya kazi zaidi ya miaka 10. Na sisemi nifurahishe watu. ODM
Tunataka watu wa maendeleo. Ndio tusaidie watu wetu kwa ground. Chairman amesema hapa MCS wakishachukua kiti wanatoroka. Wanasahau watu. Ikifika sa election wanarudi. Tupangeni kazi, Mungu awabariki, tukazeni kama vijana. 2022 tuko State House. Asanteni. Vijana mmeokoa kweli. Thank you our media guys. Thank you a lot. We can now release you. Lakini mtuachie media yetu ya in-house. Of course. Tunaomba